The speed of Bollinger. Hakika viwanjani. Chama tatu through pass. Wow. Ali. Kevin De Bruyne. Oh, wow, that's brilliant. That is magnificent. Asante sana mwenzangu, hujambo na karibu. Jina langu ni Musa Brian Edaki. Tunaanzia humu nchini ambapo Shimlo Seeds ndio mabingwa wa daraja la pili la shirikisho la volleyball ya Kenya kwa msimu wa 2025-26 baada ya kushinda timu ya Bunge Volleyball kwa seti 3-1 katika mchezo wa fainali. Vikosi vyote viwili sasa vimejihakikishia rasmi nafasi za kupanda daraja katika ligi kuu ya kitaifa ya volleyball division ya kwanza. Timu ya KCB RFC ina imani ya kuonyesha kiwango cha juu katika mashindano ya KCB Met Sevens. KCB Rugby imepangwa katika kundi A, itakabiliana na Homeboys RFC, Kabete Stallions, JKUAT Cougars katika kundi hilo. Hali hii inaweka mazingira ya siku ya kusisimua ya mchezo wa raga kwa wachezaji wa saba kila upande. More than often when you look at how the structure of the seventh circuit is planned, is that we have tier 1 and tier 2, and Met Sevens being a cut and razor tournament for the national 7th circuit, then we felt that it would be important that we give a chance to that developing player who would like to play with the top performing athletes in the country all on one pitch. Kimataifa msikilizaji, England iliweze kuwakabili na kuwabwaga DR Congo. Nahodha Harry Kane aliweza kunusuru timu ya The Three Lions kwa kufunga mabao mawili katika dakika za mwisho na kuipa ushindi wa 2-1 jijini Atlanta. What's the matter over here, Sapanga? Sapanga! Now this is a story. Oh my goodness! Passy, what a save! Cordon for Kane! England relief! It's Kane! Oh wow! Mabao yaliyofungwa na Habib Dar pamoja na Ismail Sarr yalifanya Ubelgiji kuwa nyuma kwa mabao 2-0 katika dakika 86 katika mchezo uliowapiku Ubelgiji wakicheza dhidi ya Senegal. Hata hivyo, mchezaji wa akiba Ubelgiji Romelu Lukaku na kiungo Tielemans walifunga mabao 2 ndani ya dakika 3 na kupeleka mchezo huo katika muda wa ziada. Hii ni baada ya Tielemans kuangushwa chini kufuatia hatua ya Lamine Camara katika dakika 117, huku mwamuzi akitoa penalty baada ya mapitio ya VAR yaliyochukua dakika 7. Tielemans alijitokeza na kufunga penalty hiyo kwa nguvu katika dakika 125 na hivyo kuandaa mchezo wa hatua ya 16 bora dhidi ya Marekani jijini Seattle. Jacobs with the ball in, Courtois had a flat. Oh, that's chaos. And eventually wide. Fizzed into the middle, it's a lovely effort. And the goal! Here they go here with Ismail Sarr. In from Trossard. Oh, Rory Joe came for it! One kick of the ball to surely decide a remarkable game. And he scores! Some may debate the decision. And it is over. Katika michuano ambayo itakuwa inachezwa, Uhispania watakuwa na gwaruzana dhidi ya Australia mwendo wa saa 4 usiku. Kufikia hapo msikilizaji, na tamatisha habari za michezo kwa sasa.